Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Kuwashwa kwa mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran katika baadhi ya maeneo ikiwemo kisiwa cha Kashmir ambapo mifumo iliwashwa. Taarifa baadaye ikaja ikasema kuwa kulikuwa kuna explosion hit in Iran Kashmir Island causes by neutralizing an exploded munition. Taarifa hii iliandikwa na Tasnim News kuwa kuna mlipuko ulisikika kwenye kisiwa cha Kashmir ndio uliosababisha mifumo ya ulinzi wa anga kuwashwa kuwa rede katika kile tukizungumza, lakini andiko lililoandikwa na Tasnim News linadai kuwa mlipuko ule ulitokana na unexploded munition. Yani unexploded ni zile silaha ambazo hazikulipuka hapo awali, ambapo kuna baadhi ya vyombo vya habari vya Irani viliandika kuwa kuna makombora mengi ambayo yalirushwa na Marekani na Israel katika kipindi hiki hayakuweza kulipuka. Sasa yale huchukuliwa kwenda kuteguliwa, halafu wanaweza wakaangalia hii imekuwa ikitumika sana. Mfano Gaza, kule Gaza walikuwa wakitumia sana makombora haya ya Israel ambayo Israel ilikuwa kipiga hayalipuki, wao wanachukua wanaenda wanasambaza, wanatengeneza silaha nyingi ndogo ndogo ambazo baadaye zinakuja kurudi kwa upande wa pili. Sasa kwa taarifa ambayo Irani wanatupasha kupitia Tasnim News kuwa mlipuko uliosikika leo ni silaha ambazo hazikuweza kulipuka, ndio ule mlipuko ambao ulikuwa umeweka alert, na nikauelezea kwa nafasi yake wakati nazungumza kule YouTube leo. Nilielezea kwa nafasi yake kuwa hii inawezekana kuwa lolote, manake dunia imemcheka sana Trump na tako yake. Sasa anaweza akaamua kuigeuza tako akaitumia katika nafasi nzuri. Yani anaweza akaigeuza ile tako yake, kwa sababu mmenizoea kuwa mimi huwa sichukui hatua, basi mara hii naitumia hiyo tako kwa kuwapumbaza, kwa sababu nyinyi mtajua mimi nitafanya tako, halafu mimi sifanyi hiyo tako. Baada yake ninaitumia katika nafasi ambayo itakuwa nzuri kwangu na kujiweka katika nafasi nzuri zaidi. Naweza nikafanya hivyo. Naweza nikakwambia yani kwa nafasi hiyo, yani unaweza ukahisi kuwa yes, inawezekana amekusudia kufanya hivyo, au inawezekana imekuwa hivyo, au vyovyote itavyokuwa, lakini inabaki kuwa hivyo. Mlipuko uliosikika ni mlipuko ambao unatokana na silaha ambazo hazikuweza kulipuka. Silaha ambazo hazikuweza kulipuka. Sawa. Sasa kuna taarifa moja niliona inasema hii taarifa inatoka Ujerumani. Hii taarifa inasema inadaiwa kuwa shehena kubwa ya silaha na risasi zilisafirishwa hadi Israeli katika saa 24 zilizopita kupitia vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Ujerumani kwa kutumia ndege nyingi za mizigo. Hii taarifa imeandikwa. Chaneli ya 13 ya Israeli iliripoti Jumatatu kwamba ndege nyingi za mizigo ziliwasili kutoka Israeli katika vituo vya Marekani nchini Ujerumani, zilipakiwa risasi kabla ya kurudi Israeli muda mfupi baadaye. Ripoti hiyo pia iliendelea kusema jeshi la Israeli limebaki macho juu ya uwezekano wa kuanza tena mashambulizi dhidi ya Irani, na kwamba ratiba imewekwa ya kukamilisha maandalizi ya kijeshi. Taarifa hii iliongeza kuwa kuna imani inayoongezeka ndani ya utawala wa Israeli kwamba rais wa Marekani Donald Trump angeweza kutoa green light, ruhusa, hivi karibuni kwa mashambulizi mapya dhidi ya Irani. Mnamo April 30, Wizara ya Ulinzi ya Israeli yenyewe ilitangaza kwamba meli mbili za mizigo na ndege kadhaa zilizobeba tani 6500 za risasi na magari mepesi ya kivita kutoka Marekani ziliwasili Israeli.
Ripoti za vyombo vya habari wiki hii pia zilidai kwamba Marekani na Israel zimekuwa zikifanya maandalizi makali kwa mashambulizi yanayowezekana dhidi ya Irani. Mashambulizi yanayowezekana dhidi ya Irani. Mimi kuna wakati nikisoma hizi taarifa, inawezekana akili yangu tu inaweza kuwa kuna sehemu imeishia, halafu haioni kile ambacho tunachojaribu kuaminishwa. Ujerumani, silaha. Italia, Hispania. Mnaelewa sababu sasa kwa nini, yani unaelewa sababu ya Marekani kuweza kuicontrol dunia. Kwa sababu ni kile ambacho huwa ninakizungumza katika nadharia. Kuna mtu mmoja aliwahi kuniambia kuwa kwani hao Waarabu hawawezi kukaa hivi sasa wakaungana wakaanzisha mpango wao nje ya Marekani? Na niliwahi kumsikia baadhi ya wachambuzi wanasema wakati ule UAE inajitoa OPEC, anasema kuwa UAE wamemgeuka Marekani, sasa wanaenda kinyume na Marekani na watauza mafuta yao kwa Uchina kwa kutumia fedha ya China. Nikasikiliza hivi vitu, nasema kweli. Sio tu hizi unaziona hizi nchi za Kiarabu, wala sijui ni nchi gani hizi. Hata ndani ya Marekani viongozi hawako na huo uhuru na usalama huu ambao unauhisi Waarabu wanaweza wakafanya maamuzi. Hawana. Huwezi ukaamua. Nimewahi kusema kuwa katika vita ya Marekani kutaka kuondoa utawala wa Marekani au kubadili nguvu ya Marekani, kwa sababu sera ya Marekani ni ya ubabe, si sera inayozingatia sheria na haki. Sera ni ya ubabe. Watakupeleka kwenye kile kitu kinaambia hii ndio sheria, hii ndio haki, pale wanapoona kitu kinawezekana kwenda kwa light. Lakini wakiona kuwa wewe umekaza, haupo kwenye njia zao, hawawezi tena kuitumia hiyo sera. Hawezi kutumia tena light. Watatumia ubabe na nguvu kulazimisha kila kitu kiende kinavyoenda. Kama ilivyo Venezuela. Leo nani anazungumza kuhusu Venezuela? Haki ya Marekani kuyafanya hayo Venezuela ilitoka wapi? Uhalali wa Marekani kwa Venezuela ulitoka wapi? Leo Donald Trump ameenda China, anauza mafuta ya Venezuela kule China, anamwambia China, mimi mafuta ninayo. Acha kununua mafuta kwingine, ukitaka njoo ununue kwetu, tutakuuzia kutoka huku. Ninaposema nchi iliyojengwa katika msingi wa dhulma, katika msingi wa unyonyaji, haiwezi katenda haki. Huwezi kutegemea kuwa eti nchi hii iliyojengwa kwenye wizi wa rasilimali, mauaji, umwagaji wa damu na kila kitu, iweze kuwa hii nchi eti ndio nchi ambayo inakuja kusimamia haki ya ulimwengu. Tafsiri ya haki itakuwa imepotea. Yani tafsiri ile ya haki itabidi tuitafute hiyo tafsiri ili tuweze kuipata. Haki manake nini? Haki manake nini? Kama Rais Donald Trump na waziri mkuu wake Netanyahu kuwa wanaonekana katika taswira ya dunia kuwa hawa watu ndio wanataka kuiweka dunia kwenye haki, watu wote wapate haki yao, basi tafsiri ya haki iondoke. Neno haki tulitoe. Tujaribu kutafuta tafsiri mpya kuwa nini kinachozungumzwa. Kwa sababu sitegemei kuona kama hiki ni haki au kinatoka wapi. Sitegemei kabisa kuwa hiyo iko hivyo. Sasa wanapowaza kuota kuwa tunataka tufanye mabadiliko, tunataka tujitoe kwenye makucha ya Marekani, tunataka tufanye nini? Nilishawaambia hivi, si tu kuwa wao ndani, hata kuwa ndugu wao kwa wao hawaaminiani. Yani hata wao hawaaminiani kwa sababu wamepachikiwa ujasusi kila wanakogusa. Sio wafanyakazi wao wa ndani, sio wake zao, sio wafanyakazi wa kawaida, sio washirika wao, sio yoyote kati yao. Tayari kuna mtu ambaye anatoa taarifa. Yani kuna mtu anavujisha information. Yani kwa hiyo huwezi kusema kuwa hivi eti kiongozi anasema kuwa sasa nianze mipango, nataka niache kutumia dola Marekani. Hawezi kuweka siri. Ni lazima atakusanya jopo la watu wake wenye kufanya maamuzi, kwa sababu ule ni uamuzi ambao unatakiwa utekelezwe, kila kitu kibadilike. Kwa hiyo mipango itaanza. Bana tuna mpango. Hatuwezi kuendelea tena kutumia hii fedha. Inabidi tubadili. Nyinyi wenyewe tu kabla hamjamaliza hapo, hamwezi kufika kokote. Kwani Mfalme Faisal bin Al Saudi yule aliuawa na nani? Kuna mtu alitoka nje, si kwenye familia. Kwenye familia ndio ilitokea mle ndani kwenye familia. Kwa hiyo sio tu kuwahisi viongozi wa Kiarabu wanaweza kufanya maamuzi against America. Hata ndani ya Amerika hakuna viongozi wa Marekani wanaweza kufanya maamuzi kinyume. Kumbuka wakati wa mazungumzo ya awamu ya kwanza iliyokuwa inazungumzwa,
Trump kuna wakati alifanya mazungumzo bila kuishirikisha Israeli. Nadhani tuliwahi kujadili hili swala. Ikaonekana kama vile ameitenga Israeli kwenye mazungumzo, anataka kufikia makubaliano na Irani. Mnakumbuka kabla ya 12 days war, comment ilitoka ipi kwa Israel kwa waziri mkuu? Alisema kuwa Marekani hawana uwezo wa kuamua ili, kwa sababu uamuzi wa makubaliano ni lazima utaidhinishwa na Senate. Wakasema Trump hana huo wingi ambao anaweza akaamua kuwa yeye anachoamua, kuwa maamuzi yoyote, yani makubaliano yoyote na Irani ni lazima yataihusisha Israeli, kwa sababu Israeli ana wingi kwenye Senate. Kajiulize sasa, Israeli huo wingi anaupata wapi wakati Israeli ni nchi nyingine iko nje? Huo wingi kwenye Senate ya Marekani ambayo inafanya maamuzi kaupata wapi? Ndio uelewe mkono ulivyo mrefu. Sasa pale kunapokuwepo na kambi za kijeshi, nenda kwenye tafsiri ya nani alikuwa ni yule CIA mstaafu aliyesema hakuna nchi huru duniani useme nchi huru afu kuna kambi ya kijeshi ya Marekani. Haiwezekani. Kambi za kijeshi za Marekani zimetengenezwa kusudi kudrive, kutawala. Sababu hizi nchi za mfano nchi za Kiarabu ambazo zina kambi za kijeshi za Marekani, mifumo ya ulinzi wa anga ya Marekani, kila kitu cha Marekani. Yani ni leo tu ukitupinga tunakupindua kwenye nafasi yako, tunampachika mwingine, tuko hapo hapo. Kwa sababu sisi tuko chumbani, tunajua siri zote. Yani siri zote tunazielewa, kuwa wewe hapa mpaka sio, umeelewa? Sasa Ujerumani inatumika kama kituo cha kusafirisha silaha. Kama kungekuwa hakuna ushirikiano wa nchi, ndio maana Irani kuna kile wanasema nadharia kuwa Marekani na Israeli wameweza kutushambulia ni kwa sababu kuna majirani wameshirikiana nao. Yani kuwa hawa waliotuzunguka sisi wameshirikiana nao ndio wameweza kutushambulia. Vinginevyo kusingekuwa na usaidizi wa majirani, hawa wasingeweza kutushambulia. Ilikuwa ni kazi sana kutushambulia sisi. Kwa hiyo tunapo mention kuwa hawa wamekuwa ni maadui zetu, kwa sababu wao ndio sababu ya sisi kushambuliwa. Kama usingekuwa wao, sisi tusingeweza kushambuliwa. Tani na tani za silaha zimehama ndani ya saa 24 kuelekea huku. Ni wawindaji wawili walio katika mawindo wenye mawazo wa mawili tofauti, na stili yanabaki hivyo hivyo, hauwezi kuyaclear. Amerika na Israeli wapo kwenye vita moja ambayo wana malengo tofauti. Nadhani walikiri wenyewe, Peter Hegseth alihojiwa akakiri, akasema kweli tupo kwenye vita lakini tuna malengo tofauti. Na ndio maana unaona kuwa shutuma za kuua viongozi sana ndani ya Irani zilikuwa zikifanywa na Israeli, kwa sababu Israeli anawaza regime change. Ni lazima tufanye mabadiliko ya uongozi ili tufikie kile tunachokitaka. Yani shortcut yote ya Irani huwezi kuipata kokote. Hata kama utaua hao viongozi wote na wakaja viongozi wengine, huwezi kubadilisha mindset ilivyosetiwa, kwa sababu still wanachorithi ni kile kile. Wanarithi makombora, wanarithi kila kitu kilichopo, nuclear na kila kitu wanakirithi, watakiendeleza. Kwa hiyo Israeli wanafahamu the point is kuwa ni regime change. Yani regime change ni kubadilika kwa sera nzima. Yani unabadilisha yani umeona kilichotokea Syria ni hiyo ndio inaitwa regime change. Unaenda unangoa kabisa mpaka ule ukoka wote wa mazalia yote ya waliobaki, unaenda unangoa yote. Ukisha ngoa kile chote, yani wale wakaondoka wote, pale utaanza kupanga unachotaka kukipanga wewe, na miti utaipanga vile unavyotaka iwe. Yani nyumba huwezi kubomoa paa halafu ukasema itabadilisha show, yani itabadilika kidogo sana. Ngoa mpaka msingi, toa, anza chini upya halafu ilete juu upya, utasema hii nyumba mpya. Lakini huwezi ukanani paa halafu ukalazimisha kuonyesha katika muktadha ule wa upya kusema hiki kimebadilika. Haiwezekani kabadilika. Ni lazima uanzie kwenye scratch, bomoa kabisa ili ije itoe taswira kamili. Kwa hiyo wawindaji wawili wanakwenda kwenye windo lakini wakiwa na malengo tofauti. Kuna mwingine anawaza nikutane na swala, mwingine anasema mimi ninawinda paa, au mwingine anawinda simba, mwingine anasema mimi bana nimekuja kuwinda tu hawa digidigi basi. Kwa hiyo kila mmoja anawinda kile anachokiwinda. Malengo yatakuwa tofauti kwa sababu kila mmoja atapata kile ambacho amekusudia. Sasa ana uwezo gani wa kwenda kupata kile anachokusudia? Huenda malengo yako ni kauwe tembo, lakini risasi zote ulizobeba hakuna risasi inaweza ikamdondosha tembo. Risasi zako zote ni za kudondosha paa na kuangusha digidigi walivyo. Huwezi kurudi alafu kaamini kuwa
nimeshaangusha, labda ujipumbaze kuwa nimerudi na tembo, hiyo utajipumbaza mwenyewe, lakini kiuhalisia huwezi kurudi na tembo kwa sababu uwezo wako umeishia hapo, huna zaidi ya hilo. Sasa Israeli bado wanaamini, unajua kuna ile nadharia ambayo Israeli wanaiamini kuwa bado nguvu ya Marekani ni kubwa ambayo inaweza ikafanya mabadiliko ndani ya Irani na ikaondoa regime change. Mimi nakubaliana nao hilo. Hiyo ni nadharia halisi wala sio ndoto. Nguvu ya Marekani alionayo ni kubwa ambayo inaweza ikafanya mabadiliko ndani ya Iran. Hiyo anayo. Lakini ina gharama. Israeli yeye kwenye upande wa kwenye gharama kafunika, tofauti na kile ambacho mimi nakiona. Kuwa naamini kile Israeli anakiona ni kweli kabisa. Marekani akifungua ile kuwa tunamaliza ndani ya Irani na tunabadili kabisa, kila kitu kinageuka up and down. Lakini si tu kuwa atapata kile, na yeye atapoteza kila kitu. Kwa hiyo Marekani hataki kula akamaliza. Tunaweza tukafanya hivyo, lakini gharama itakuwa ni kubwa mno. Yani gharama ya hiki ni kubwa mno. Israeli hajali kuhusu hizo gharama Marekani zitakosti kiasi gani, zitamuumiza kiasi gani. Ninachotaka kuwa hii ni kazi nimekupa, ifanye kazi. Unaweza ukasema kuwa jeshi la Marekani liko kwenye kazi ya kukodiwa. Yani liko kwenye mission ya kukodiwa. Na aliyeliajiri ni Israeli kwa kazi yake. Yani hii ni mission ya Israeli ambayo Marekani inabidi aitekeleze kwa sababu amekodiwa kufanya hivyo. Yani unaweza ukachukua hivyo nadharia ukasema ambayo inakwenda kwenye uhalisia. Ndio maana kuwa Israeli hawakati tamaa na kurejea kwenye vita. Sio kuwa watataka kurejea kwenye vita kuwa wao watapigana. No. Tutarejea kwenye vita hali ya kuwa tuliowakodisha kwenye hii shughuli watatufanyia kazi yetu, ili sisi tuje tukae tule vizuri, hali ya kuwa walioumia ni wengine. Taxpayer ni wa Marekani ambao wanaoumia, walipa kodi ni wa Marekani, na atakayeumia ni Marekani. Kila kitu kitakuwa ni Marekani. Athari itayokuja kwetu itagusa kiasi tu, sio yani kuwa tukipima kwa asilimia utaona kuwa okay, hii sisi tutaumia kwa asilimia 20, tunaweza tukaathirika kwa asilimia 20 kwenye huu mzozo, lakini Marekani ataathirika kwa asilimia 80 iliyobaki. Sisi tumegonga 20, lakini sisi tutakuja kupata zaidi. Yani kwenye ile 80 ya Marekani aliyopoteza, sisi kwenye ile 20 itagain kwetu, baadaye tutakuja kupata 60. Atayepoteza ni Marekani, atabaki na 40. Sisi tutabaki kwa sababu sisi tunaondolewa tishio. Yani tunaloondolewa ni tishio. Kwa hiyo mawazo ya Israeli, kwa nini wanawaza kurejea kwenye vita, ni mawazo halisi kabisa. Wanaamini kabisa kuwa Marekani huo uwezo wanao, na mimi naamini, nakubali kweli Marekani huo uwezo wanao, lakini yuko tayari kulipa gharama ya kutimiza huo uwezo wa kile ambacho anacho? Marekani anaweza? Jibu ni kuwa ni ngumu. Ni ngumu kwa sababu hiyo njia ambayo Israeli anaiwaza sio shortcut pia. Kwa sababu kuna shortcut ambayo walikuwa wameiwaza awali, uwa viongozi wa juu wenye ushawishi. Hapo tu mabadiliko yatatokea na uasi utatokea. Hiyo imefeli. Yani hiyo shortcut imefeli. Kwa hiyo tunafanyaje? Ni lazima ufike ground. Yani ni lazima ufike ground with risk. Yani fika, weka buti chini. Huwezi kuipindua serikali ya Iran ukiwa juu. Huwezi kuipindua serikali yoyote ukiwa angani. Ni lazima utie mguu chini, na sio tu utie mguu chini, ufike mpaka ofisi zao. Niliwauliza wakati wa mzozo wa Iraq ambao takriban ulichukua mwezi mmoja na wiki moja kukamilisha operation. Mwezi mmoja na wiki moja vita ya Iraq. Kabla wiki ya 3 tayari vikosi vya Marekani na washirika tayari vilikuwa vimetia buti kwenye ardhi ya Iraq. Katika wiki ya 3 tu tayari vikosi vilikuwa vimetia mguu katika ardhi ya Iraq, na wakajua wanaelekea wapi, kwenda kufanya nini. Kama kilichofanyika ndani ya Libya. Ni muda mchache, lakini mpaka wanafika kwenye ceasefire ya 40 days. Ni jaribio moja tu la Marekani ambalo lilijaribiwa kutaka kwenda kuiba urani, na kile kilichotokea kilifahamika, na hakuna aliyejaribu tena kutaka kuingia hata kilomita 1 ndani ya eneo la Irani kwa sababu ya hatari hiyo. Sasa hii ni riski moja ambayo inaweza ikakutokea pale unapotaka kwenda kumaliza kila kitu. Hii ni moja ya riski. Riski tu sio kuwa una nguvu kiasi gani, sio tu unaweza kushambulia kiasi gani, sio tu una makombora yanaweza kumaliza kiasi gani.
wakati gani utaweka mguu wako, kwa sababu ni lazima uidhibiti serikali, yani uchukue serikali, uimiliki serikali iwe upande wako na watu wapokee amri yako. Hapo ndio unaweza kufanya sasa tunafanya regime change. Mlikiona kilichotokea Afghanistan 2001, hiyo ndio inaitwa regime change. Kile kimetokea Suria 2014 hapa 2024 hapa juzi Syria, kilichotokea, hiyo ndio inaitwa regime change. Hauwezi ukasema regime change ni hii inatokea ndani ya Irani kwa kubadilisha leaders. Hii inaitwa leaders change tu basi, yani kwa wanaobadilisha ni viongozi tu, lakini at the same regime, yani haiwezi kuwa ni regime change. Hii ni serikali ile ile ya watawala wale wale wakiwa wale wale na wakali zaidi, wahafidhina wale, hamna chochote kilichobadilika. Sasa kwa nini silaha zimekwenda? Zimekwenda kwa sababu Israeli ana hope kuwa tunaweza kuendelea kumshawishi Donald Trump kwenye hili, tuweze kumpeleka kwenye vita ambao sisi tunaitaka. Kwa hiyo tathmini wamekuwa nalo au wamekuwa nayo wa Israeli. Nimalizie na hii taarifa. Muungano tawala wa Israeli umewasilisha muswada Jumatano jioni kwa kuvunja Knesset, bunge, kutokana na mgogoro wa uandikishaji wa Haredi, katika hatua inaonekana kama jaribio la kuzuia hatua kama hiyo kutoka kwa upinzani. Ofir Katz, mwenyekiti wa muungano huo na mwanachama wa chama cha Likud cha waziri mkuu wa Israel Netanyahu, pamoja na viongozi wote wa vyama vya muungano, waliwasilisha jioni muswada wa kuvunja Knesset ya 25. Taarifa hiyo ilizungumzwa na Khan. Yani anachosema ni kuwa muungano wa Netanyahu wenyewe umewahi kuwasilisha muswada kwa ajili ya kuvunja bunge na kupanga utaratibu wa uchaguzi mkuu ujao wa Israeli, katika kile ambacho wanachokihofia kuwa hatutaki muungano wa kina Yesh Atid, wa kina Yair na wengine wao wawe wa kwanza kupeleka muswada, kwa sababu wanaamini kuwa huenda muswada huo ukapita na ikawa kama pigo kubwa. Tutaupeleka wenyewe, halafu tuamue kuwa tumeamua wenyewe kuvunja bunge, kwa hiyo tunarudi kwenye uchaguzi. Kulingana na muswada huo, tarehe ya uchaguzi itaamuliwa wakati wa majadiliano kwenye kamati za Knesset. Hatua hiyo inalenga kudhibiti na kurahisisha mchakato wa kuvunja Knesset. Siku ya Jumanne, Netanyahu yeye alikuwa amewafahamisha wanachama wa Haredi katika Knesset kwamba alikuwa akikabiliwa na ugumu wa kupitisha muswada unaowaachilia wanafunzi wa yeshiva kutoka kwenye huduma ya kijeshi kutokana na ukosefu wake wa wingi katika Knesset ya sasa, kulingana na tovuti ya habari ya Israeli Walla. Umeelewa? Anawaambia Haredi, kwa sababu Haredi walimweka kwenye bracket Netanyahu, yani kama walikuwa wamembana kuwa ukipitisha muswada tu ambao utasema ultra orthodox Haredi waingie jeshini, tunajitoa kwenye serikali na tunaidondosha serikali. Sasa nini alichokuwa anakifanya? Mara zote hii kesi ilikuwa mahakama, basi walikuwa wanafanya kuipiga tarehe tu, ikifika karibu hukumu inapigwa tarehe na kwenda mbele ili ule mswada usisomwe. Sasa mambo yanakwenda mwisho, hakuna kitu kama wakati umeenda kugonga mwisho, inatakiwa sasa yeye bunge liamue kuhusu hilo. Sasa anawaambia wanachama wa Haredi kuwa sina huo wingi wa kuzuia hili lisitokee. Maanake kuwa wale wa upande wa pili ambao wanataka kuwa ni lazima Haredi waunganishwe, kwa sababu kwa nini Haredi wanazidiwa na hili, na kwa nini Netanyahu anakuwa nani kwenye hili? Kwa sababu Israeli yenye Wayahudi 7.4 Wayahudi 7.4, yani unaweza kusema Israeli kama 70 na kitu 75 wastani ni Wayahudi. Katika hili kundi la 75%, ondoa kile ambacho nasema wageni, ondoa 20% ya Waarabu ambao wako pale. Sasa unabaki na hili genge la 75% ambao kiasili ni Wayahudi. Sasa katika hili genge toa 13% ndio unawakuta Haredi, ambao wao sasa kwa sheria za Israeli hawaingii jeshini. Wao kazi yao kusoma tu vitabu vya Kiyahudi na kusoma dini, hawaingii. Lakini hawa waliobaki 60 na kitu asilimia zinazobaki huku chini, hawa ndio wanaoihudumia Israeli, jeshi, kila kitu, yani watoto wao ni. Sasa hii jamii inaona kama mbona kuna kajamii kadogo sana kama humu, alafu kanatusumbua, kenyewe kanapokea posho, hawafanyi kazi, wanalipwa, wana familia zao, kila kitu wanahudumiwa na serikali kwa bajeti ya serikali, lakini wao hawahudumii nchi. Kwa hiyo wengi katika hawa Wayahudi, yani huu mgawanyiko wa Haredi upo kwa Wayahudi, kuwa Wayahudi wenyewe kwa wenyewe wanaona kuwa this is not fair, haiwezekani. Hawa wanastarehe tu
hawatoi huduma yoyote kwenye nchi na wanahudumiwa na nchi. Kwa hiyo ni lazima na wao waingie jeshini. Ndio hicho sasa, huu muungano una wengine Wayahudi, halafu kuna Haredi wamo ndani. Sasa wale wenye hilo kundi la 13% wao hawataki vijana wao wajiunge na jeshi, hawataki, na wanamtishia Netanyahu kwa sababu wapo kwenye muungano. Wanamwambia, ukilazimisha vijana wetu wajiunge na jeshi, basi sisi tutaondoa vyama vyetu kwenye muungano wako, halafu wewe utadondoka. Halafu waliomo